Bwana mtazamaji wa Power Media, hapa ni uwanja wa KMC Complex. Young Africans mabingwa watetezi wamemrarua Dodoma Jiji mkulima wa zabibu goli 3-1, na hapa tumepata bahati ya kukutana na mdau wa maendeleo, kijana mchapakazi, lakini pia mwanamichezo na ni mwanasheria msomi, mwite Kamugisha. Hongera, umependeza. Asante sana ndugu yangu. Na Yanga inachangia. Of course. Bila mzuri. Bwana Kamugisha, kwa dakika chache sana Yanga anapata ushindi wa goli 3-1. Weekend ijayo inayokuja Yanga na mchezo wa kimataifa. Hatukuzoea kuona timu zetu zinacheza katikati na mwisho wa wiki. Kwa ushindi wa leo na mchezo unakwenda weekend, unaiona nafasi ipi ya Yanga kwenye mchezo dhidi ya National kutokana na matokeo ya leo? Karibu sana. Mchezo kwanza leo umeisha salama kwa hali na mali. Pia katika mchezo ambao unaofuata wa Yanga na Hilali kule Zanzibar, mchezo unakuwa so rahisi, sababu unajua Hilali ni klabu kubwa hapa barani Afrika na ni wazoefu wa mashindano ya klabu bingwa ya Afrika. Kwa hiyo Yanga ndio jipange, iangalie ile makosa yao walioyafanya kwenye mechi ya kwanza kwenye away ground, sasa wanaenda kwenye home ground, warekebisha makosa yao. Nadhani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanaweza wakapata ushindi na kuweza kuwasaidia kupata alama 3 katika uwanja wa nyumbani. Pia hata ukiangalia mechi ya leo, kipindi cha kwanza kulikuwa kuna shida kidogo pale katikati kwenye viungo. Kama kwa mtu wa mpira ambaye anafuatilia mpira ataona kulikuwa hakuna muunganiko kati ya namba 6, namba 8 na namba 10. Unaona Yanga ilikuwa inapata shida sana mpaka Pacome anakuja kuchukua mpira chini, Max anakuja kuchukua mpira chini. Sasa wakija kuchukua mpira chini kule mbele unakuwa wako wachache, lakini unaona mwalimu aliona hayo makosa. Kipindi cha pili akafanya sabu 3, kuingia kwa Damalo, kuingia kwa Duke Abuya, kuingia na kwa Lani Okelo. Uliona Yanga ilibadilika, ikawa ina press na mwisho wa siku ikampa matokeo chanya ambayo mwalimu alikuwa anahitaji. Nataka kuniambia kitu kimoja, kiwango cha Djigui Diarra leo ulivyokiona, alikuwa na usinga leo, kuna muda alikuwa amevaa kitambaa, si ndivyo? Performance yake leo ikoje? Maana ametoka kwenye AFCON akiwa bora, mechi national alikuwa bora. Leo kiwango chake umekionaje na kiruhusu goli 1? Yaani ukizungumzia magolikipa bora kwa hapa Tanzania au kwa Afrika kwa sasa hivi, huwezi kulikosa jina la Djigui Diarra. Kwa hiyo kwa mechi ya leo amecheza kwa uwezo wake, na hata makosa ya goli yaliyopatikana ni makosa ya mabeki pale katikati, mpira ambao ulipokwa kwa Max Zengeli. Wako wengi mbele, beki mmoja kwa hiyo katoka 1v1. Mnafukaje alikuwa mtulivu, kwa sababu angekuwa mpapala angeweza kukosa, sababu Diarra golini ni golikipa mzuri. Kwa hiyo na leo kuvaa usinga, ungeangalia Dickson Job leo hayupo, mwenye wetu wa kucheza. Kwa hiyo kwa heshima kwamba Diarra avae usinga, na pia uliona leo Yanga wamecheza kile bado walikuwa wana msiba. Nadhani una msiba mkubwa ukizungumzia Peter Manyika, ni golikipa mkubwa Tanzania na kwa timu ya Yanga na kwa timu ya taifa. Kwa maana leo uliona Yanga wamevaa kitambaa cheusi kwa ajili ya kumuenzi mchezaji wao wa zamani Peter Manyika, na Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake, tukutane siku ya mwisho, siku ya Kiyama. Bwana, mimi sichukue muda wako mwingine zaidi ya hapa, mambo mengine yetu ya ndondi, boxing, na mimi tutafanya wakati mwingine. Nikutakie jioni njema.